Jeshi la polisi mkoani Mwanza linawashikilia na kuwahoji watuhumiwa 227 kwa tuhuma mbalimbali za makosa ya jinai na usalama barabarani. Akitoa taarifa hiyo katika ofisi za makao makuu ya jeshi hilo mkoani Mwanza, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza na naibu kamishna wa polisi DCP Willibrod Mutafungwa amesema watuhumiwa hao wamekamatwa katika operesheni na misako iliyoanza Februari 27 hadi Machi 27, 2025, operesheni iliyolenga kudhibiti matukio ya kihalifu na ajali za barabarani mkoani humo. Mutafungwa ameeleza juu ya hatima ya kesi mbalimbali zilizofikishwa mahakamani, ikiwemo baadhi ya watuhumiwa kufungwa jela mara baada ya mamlaka kuthibitisha makosa yao. Misako hiyo ililenga kudhibiti matukio ya kihalifu na ajali za barabarani. Idadi ya watuhumiwa hao ambao wamekamatwa matukio ya kijinai ya usalama barabarani yapo katika mchanganuo kama ufuatao. Kupatikana na noti bandia, walikamatwa watuhumiwa 7. Kujihusisha na vitendo vya uhalifu, watuhumiwa 104. Kupatikana na pombe haramu ya moshi, watuhumiwa 56. Kupatikana na zana haramu za uvuvi, watuhumiwa 6. Matumizi ya dawa za kulevya, watuhumiwa 14, ambapo watuhumiwa 125 waliojiwa na kufikishwa mahakamani na kesi zao zipo katika hatua mbalimbali huko mahakamani. Ndugu waandishi wa habari, vielelezo vilivyopatikana kutokana na misako hiyo ni pamoja na noti bandia za Kimarekani ambazo ni noti bandia $9,740, pombe haramu ya moshi lita 372, bangi kilogramu 23, nyavu haramu za uvuvi vipande 13 na mitambo 4 ya kutengenezea pombe haramu ya moshi. Ndugu waandishi wa habari, katika kesi zilizofikishwa mahakamani katika kipindi chote cha mwezi mmoja, jumla ya kesi 73 zilipata mafanikio kwa watuhumiwa kupatikana na hatia na kupata vifungo mbalimbali huko gerezani. Hata hivyo, miongoni mwa kesi 2 za ukatili wa kijinsia kwa watoto zilifikishwa mahakamani katika kipindi hicho, na washtakiwa wamehukumiwa miaka 30 kila mmoja katika ufafanuzi ufuatao. Kesi hizo 2, ya kwanza ni kesi ya jinai namba 26,610 ya mwaka jana, ambapo mshtakiwa anaitwa Shabani Liahasi, ana umri wa miaka 24, mkazi wa kijiji cha Mwanekei. Mwanekei ni wilaya ya Kwimba. Bwana huyu alihukumiwa tarehe 12 mwezi wa 3 na mahakama ya wilaya ya Kwimba kifungo cha miaka 30 baada ya kukutwa na hatia ya kumbaka mtoto mwenye umri wa miaka 15, mwanafunzi wa darasa la 7. Na tukio la pili ni kesi namba 16,492 ya mwaka 2024. Mshtakiwa huyu anaitwa Lucas Masele, ana umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Rugata, wilaya ya Sengerema katika mkoa wa Mwanza, ambapo alihukumiwa tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka huu na mahakama ya wilaya ya Sengerema kwenda jela miaka 30 baada ya kutiwa hatiani na mahakama hiyo kwa kosa la kumbaka mjukuu wake mwenye umri wa miaka 13. Watuhumiwa wote wawili wanaendelea kupata kile walichokistahili baada ya kuwa wamejihusisha na matukio ya ukatili. Aidha, jeshi hilo limesema limedhibiti kwa kiasi kikubwa ajali za barabarani na kuwachukulia hatua wale wote waliokiuka sheria za barabarani, ikiwemo kuwafutia leseni madereva wazembe katika mkoa huo. Madereva waliofungiwa leseni za udereva
ni hawa wafuatao. Wa kwanza ni Juma John Malaika. Huyu ana umri wa miaka 48, mkazi wa Shilima, wilaya ya Kwimba. Huyu alifungiwa leseni yake tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka huu baada ya kukamatwa akiendesha gari lenye namba za usajili T402 DPZ aina ya Tata huku akiwa amelewa. Faustine Gervas Okeyo, miaka 42, mkazi wa Nyasaka, dereva wa gari lenye namba za usajili T988 DNV, kampuni ya basi ya Yutong kutoka kampuni ya Batco, ambaye amefungiwa leseni yake baada ya kukamatwa akiendesha gari kwa njia za uzembe na kumgonga mtembea kwa miguu na kusababisha kifo chake. Pamoja na hatua za kumfikisha mahakamani, dereva huyu tayari alipelekwa huko akiwa ameshafungiwa leseni yake ya udereva. Watatu ni Osman Miraji Magera, miaka 41, mkazi wa Kisesa, wilaya ya Magu, ambaye alifungiwa leseni baada ya kukamatwa akiendesha gari lenye namba za usajili T794 CSA aina ya Toyota Noah huku akiwa amelewa chakari. Wanne ni Izobe Mgendo Izobe, ana umri wa miaka 39, mkazi wa Geita. Huyu pia alifungiwa leseni baada ya kukamatwa akiendesha gari yenye namba za usajili T917 DUD aina ya Tata, kampuni ya Mkamba. Aliendesha gari hiyo akiwa mwendo kasi. Watano ni Julius Msanja Nyanda, miaka 54, mkazi wa Mahina, wilaya Nyamagana, ambaye amefungiwa leseni baada ya kukamatwa akiendesha gari yenye namba za usajili T438 DRT aina ya Nissan kwa uzembe na kugonga gari na kusababisha watu kadhaa kupata majeraha. Madereva hawa wote walifungiwa leseni zao kwa kipindi cha miezi 6 kila mmoja, kama ambavyo sheria ya usalama barabarani inaelekeza. Madereva hao hawatapaswa kuendesha chombo chochote cha moto kinachotembea barabarani kwa muda wa miezi 6, na hata wakihitaji kuendesha tena watalazimika kuomba, na utaratibu utafatwa kwa kuwataka warudi chuoni. Watapitia maombi yao, na endapo itabainika kwamba sasa amebadilika, aweza kurudishwa leseni yake. Hata hivyo, jeshi hilo limewahakikishia wananchi usalama wa uhakika katika sikukuu za Eid al-Fitr na Pasaka ambazo zitasherekewa hivi karibuni. Mipango kazi mbalimbali ya mkoa, wilaya na vikosi imeshaandaliwa kwa kuwapanga askari maeneo mbalimbali katika mkoa wetu ili kuhakikisha kwamba ulinzi unaimarishwa maeneo yote. Lakini tutafanya hivi kwa kuwashirikisha wananchi. Lakini jeshi la polisi tunachukua nafasi hii kuwakumbusha wananchi wa mkoa wa Mwanza kuzingatia yafuatayo katika mapumziko haya ya sikukuu. Tunakumbusha kila mmoja wetu kutii sheria na kujiepusha na vitendo vitakavyoweza kumfanya kuingia katika migogoro na jeshi la polisi. Sisi jeshi la polisi tutakuwa watulivu, imara, huku tukifanya doria. Lakini wale watakaojichanganya kwa kuvunja sheria kwa makusudi, basi wataweza kutufahamu rangi yetu ikoje, kwa sababu tutawashughulikia ipasavyo ili kuhakikisha kwamba wananchi wengine wanaendelea kusherehekea sikukuu hizi kwa utulivu, usalama na amani.